ya mapambazuko haya. Asante kwa ajili ya siku hii mpya ambayo kwa neema yako umetuamsha. Bwana, mioyo yetu inajaa shukrani mbele zako. Wewe ndiwe Mungu wetu na kimbilio letu pekee. Roho Mtakatifu, tunakuadhimisha tena na kukutukuza kwa ajili ya siku hii ya leo na mapambazuko haya mapya kabisa, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele zako Bwana kwa moyo wa unyenyekevu kabisa, tukiomba rehema na toba kwa ajili yetu. Uturehemu Bwana, geuza fikra zetu tena asubuhi ya leo. Tupokee wazo jipya, tupokee fikra mpya zitokazo kwako na mwongozo mpya kwa ajili ya siku hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya siku mpya. Tunaiweka siku mpya hii wakfu madhabahuni pako Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunajikabidhi kwako sisi pamoja na familia zetu, pamoja na mji huu ambao tunaishi, kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo tunayamuru mapambazuko yapate kuachilia baraka kwenye maisha yetu Bwana. Tunayamuru mapambazuko yapate kuachilia mwangaza mpya katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hatujaja asubuhi ya leo kama jana, kwa kuwa Mungu ulipokuwa unaziumba nyakati na siku na majira, ndani ya kila siku na majira uliumba na kusudi lako Bwana. Lipo kusudi lako lililobebwa kwa ajili ya siku ya leo, nasi tunajinyenyekesha kwako Bwana, ili tupate kukuona kwa upya katika siku ya leo. Katika ratiba zote za siku ya leo tunazikabidhi mikononi mwako Bwana. Hatujawahi kuweza pasipo msaada wako, hatujawahi kuweza pasipo neema yako, hatujawahi kuweza pasipo mkono wako, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Katika tumbo la asubuhi kupate kuzaliwa jambo jipya tena, katika lango la asubuhi ruhusu mapenzi yako Bwana kupita, yale mapenzi yako yaliyo mema. Ruhusu wazo lako kupita kwenye lango hili la asubuhi Bwana, katika jina la Yesu. Lile wazo lako jema kwa ajili ya maisha yetu kiroho, kwa ajili ya maisha yetu kiafya, kwa ajili ya maisha yetu kifamilia, katika jina la Yesu. Ruhusu Bwana lango la asubuhi kupitisha upako mpya kwenye maisha yetu Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakataa kutembea kwa mazoea, kwa kuwa leo ni siku mpya Bwana iliyobeba kibali kipya, nasi tunajiungamanisha, tunajipatanisha kwa damu ya Yesu na hicho kibali kipya. Tunajipatanisha kwa damu ya Yesu na hilo kusudi jipya. Tunajipatanisha kwa damu ya Yesu na hayo mawazo mapya kwenye pambazuko hili Bwana, tukuone kwa upya kabisa, ukiongoza maisha yetu. Roho Mtakatifu tunakukaribisha, Roho Mtakatifu tunakukaribisha. Tembea katikati yetu Bwana, chini ya uwezo wako na nguvu zako. Tunahitaji kuona mwelekeo mpya ukiachiliwa juu ya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Bwana asifiwe. Ninaomba uketi. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Unapoamka asubuhi, Mungu akujalie neema. Haijalishi unapitia nini. Amen, amen. Mungu alipokuwa anaumba siku, kila siku imebeba mapenzi yake. Unanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo usije ukajikwamisha. Unapoamka asubuhi, hakikisha, tambua hili. Unapoamka asubuhi, si unajua kwamba asubuhi ni lango, si ndio watu wa Mungu? Mnajua kuwa asubuhi ni lango Mnajua hilo? Kwa hiyo ukiamka asubuhi,
alafu ukaruhusu hali yako ya jana kutembea nayo kuanzia asubuhi, ukaamka asubuhi ukawa mnyonge, ukaamka asubuhi ukaruhusu mawazo ya kukukwamisha, uwe na uhakika siku yako unakuwa umeiharibu wewe. Maana yake utaishi kinyume na wazo la Mungu kwa hiyo siku. Amen, amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa haijalishi unajisikiaje, ukishaamka asubuhi mshukuru Mungu kwamba hata umeiona hiyo asubuhi, kwa sababu kuna watu wangetamani kuiona hawajaiona. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa kwa sababu watu tunajiona kwenye cycle inayotuzunguka, kwenye mduara wetu, huwa tunaweza kufikiri hatuna cha kumshukuru Mungu. Lakini nataka nikwambie leo, ukiamka asubuhi mapema mshukuru Mungu. Amen, amen. Tena mshukuru Mungu kwa mambo yote, mazuri na mabaya, mshukuru Mungu. Na hata kama hujalala vizuri wa usiku, mwambie Mungu nakushukuru, japokuwa sijalala vizuri, lakini bado ninakushukuru wewe. Hujaruhusu niangamie, umeruhusu niamke leo. Amen, amen. Watu wa Mungu mnanielewa? Sifiwe. Nimeeleweka watu wa Mungu? Sasa asubuhi ya leo na kwenye morning glory hii, ndio tunaanza leo mpaka Ijumaa. Kwenye morning glory hii somo ambalo tutakuwa nalo, nafikiri na jioni nitawaambia wale wengine watakao kuwepo. Jana hatukutangaza jioni. Nitawaambia wale watakao kuwepo. Somo ambalo tutakuwa nalo ni muhimu sana, ni muhimu sana. Inasema vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Andika tu hiyo. Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Lengo la somo hili ni kukukwamua mahali ambapo unaweza kukwama, sio kwa sababu Mungu ametaka ukwame. Kwa sababu saa nyingine tukikwama baadhi ya maeneo, tunasema tunamwachia Mungu, tukifikiri ni Mungu ameruhusu kila eneo unalokwama au unalopitia. Kuna maeneo mengine unaweza kwama, lakini Mungu hajaruhusu kwame kabisa. Ndio maana ukisoma Biblia, kuna eneo unaweza kuangamia, lakini sio mapenzi ya Mungu wewe kuangamia. Kwa sababu Biblia inaeleza kabisa wazi vyanzo vya maangamivu ya mwanadamu ambayo ni nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana watu wengine ukifuatilia utakuja ugundua kuna mpaka watu wanaokufa, lakini sio mapenzi ya Mungu wafe. Hujanielewa? Unanisikia mtu wa Mungu? Kwa sababu kibibilia utakutana na kitu kinaitwa kifo cha muonezi. Yaani mtu anakufa kama maonezi, yaani sio haki yake na sio muda wake. Mnanisikia? Bwana asifiwe. Na ndio maana utaona watu wa Mungu ambao waligundua siri hii, akiwepo mmoja wapo Daudi. Aligundua siri hii. Na watu waliogundua siri hii utaona hata ukili wao anapokutana na mazingira yanayotafuta kumwangamiza kabla ya wakati wake au kufa kabla ya wakati wake, utasikia sintakufa nitaishi, ili niasimulie matendo makuu ya nani? Kwa nini aseme sintakufa nitaishi? Maana yake alikuwa kwenye mazingira ya kufa. Amen, amen. Alikuwa kwenye mazingira ya kufanya nini? Ya kufa. Sitakufa nitaishi, ili niasimulie matendo makuu ya Mungu. Maana yake angeweza kufa. Ndio maana kuna vifo vinaitwa vifo vya muonezi, kufa kabla ya wakati wako. Lakini kibinadamu sisi kila anayekufa tunasema mwendo ameumaliza, si ndio? Shujaa ametangulia. Kumbe hakuna cha kutangulia, kafa kabla ya wakati wake. Na ndio maana ukaona kwenye msiba ule ule mwingine anahuzunika, unafikiri anamlilia yule mtu, lakini analia, anagundua nilipewa signal, huyu hakutakiwa kuondoka. Nilipewa kabisa, lakini sikujua nini cha kufanya. Nilijua, mwingine anakuambia kabisa, nilijua na nilikuwa nashuhudiwa kwamba huyu ni vita yake inataka kumuondoa na sio wakati wake. Lakini mimi niliambiwa, sikujua nini cha kufanya mpaka amekufa.
Unamwona mtu ni mtumishi au ni mtoto wa Mungu, na saa nyingine hawana undugu wa ukaribu, lakini analia kwa machozi mpaka watu wanashtuka. Kinachomuumiza ni kwamba yeye ndiye anayejua kwamba huyu hakutakiwa kuondoka, lakini hakujua nini cha kufanya. Haleluya. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Tuanzie pale kwenye Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 13 mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Nataka nikuonyeshe tunaposema usikivu wa kiroho tunamaanisha nini. Tunaposema usikivu wa kiroho tunamaanisha nini? Tuanze, fungua Matendo ya Mitume ile sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukia Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Mstari wa 4. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu, wakatelemkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Nataka usikilize. Kuna kanisa la Mungu lilikuwepo kule Antiokia, na lile kanisa Biblia inasema lilikuwa na walimu na manabii, na wametaja pale majina, akiwepo Sauli pia na Barnaba, akiwepo na Manaeni ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Anasema hawa watu wa kanisa kule Antiokia walikuwa wakimfanyia Bwana ibada. Sema kumfanyia Bwana ibada. Kwa alikuwa akifanya ibada pamoja na kufunga, wakimfanyia Mungu ibada pamoja na kufunga. Alafu akiwa anaendelea na hayo maisha, Biblia inasema siku moja Roho Mtakatifu akasema. Roho Mtakatifu akasema maana yake akaongea, sauti yake ikasikika ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu akaongea, akazungumza. Anazungumza habari gani? Anazungumza habari za Sauli na Barnaba. Anawaambia kanisa la Mungu, nitengeeni Sauli na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Nitengeeni maana yake nikabidhini, maana yake wawekeni wakfu, maana yake nipeni wawe mikononi mwangu. Haleluya watu wa Mungu. Anasema nitengeeni kwa kazi niliyowaitia, wawekeni wakfu. Ndio maana utaangalia maandiko yanasema, aliposema nitengeeni, wale ndugu wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu, wale wazee juu ya Sauli na Barnaba. Walipowekea mikono, afu Biblia inasema wakawaacha waende zao, wakawaacha waende zao. Sasa wana kitendo cha kuwekea mikono na kuwaacha, hawakwenda peke yao. Mstari wa 4 Biblia inasema wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu. Maana yake walipoacha wale wazee, Roho Mtakatifu akawabeba kuwapa mwelekeo wa maisha yao. Kanisa walikuwa wanaabudu pamoja, lakini hakuna aliyekuwa anajua kwamba Sauli na Barnaba wametengwa na Mungu kwa ajili ya nini. Hakuna aliyekuwa anajua. Wote walikuwa kama hivi tunavyosali hapa, unakuja asubuhi, tunaonana hivi kwa jinsi ya nje, tunafahamiana kwa majina, lakini hatujui njia yako ambayo Mungu amekuwekea hapa duniani. Jina la Yesu libarikiwe. Mnaweza mkao mnafanya kazi, mnafanya biashara, uko ofisini, uko na ndugu na mnasali, na wanakujua wewe ni mtu fulani, lakini mbingu zimekuweka kwa makusudi gani? Hakuna anayejua. Anayejua ramani na dila na maisha yako yote na package ambayo Mungu ameweka kwako ni Roho Mtakatifu peke yake. Yeye ndiye anayejua.
Fikiria hili kanisa lilikuwa na walimu na manabii, lakini hakuna aliyekuwa anajua Sauli na Barnaba kwa nini wako pale. Hakuna aliyekuwa anajua. Unaweza kuwa mahali hata we mwenyewe mhusika usijue kwa nini uko hapo, usifahamu, lakini anayejua ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema hawa watu, kwa sababu ya ile nidhamu ya ibada na kufunga, watu wa ibada. Wewe unaweza kuwa unakuja kila siku morning glory hivi, haupotezi muda, mtu wa Mungu. Tengeneza hizo fikra ndani ya moyo wako kwamba nimeamua kuwa mtu wa ibada, kwa sababu kadri unavyojisogeza mbele za Mungu na kadri unavyokuwa mtu wa ibada, unafunga na kuwa mtu wa ibada. Maandiko yanasemaje? Siku moja Roho Mtakatifu akasema, akaongea. Anaongea nini? Anaongea lugha ya kihatima ambayo mwanadamu hawezi kuitoa kwa mwanadamu mwenzake. Anazungumza juu ya msingi wa maisha akina Sauli na Barnaba. Mimi naweza kukuombea yale ambayo Roho Mtakatifu ananiambia tu machache, lakini package nzima ya maisha yako anayo Roho Mtakatifu. Unaweza ukaenda kwa nabii, atakwambia tu labda shida yako, labda Roho Mtakatifu akamshuhudia, mama, ninaona kuna kitu adui amefanya kwenye maisha yako, na nataka Roho Mtakatifu ananiambia anataka kukiondoa. Sasa kaondoa hicho kitu, lakini package ya maisha yako, kwa nini Mungu amekuweka, kwa nini Mungu amekuacha hai, hakuna nabii wala mtume anayeweza kujua yote, ni Roho Mtakatifu peke yake. Na ndio maana jifunze kuwa mtu wa ibada. Sisi watumishi tunafunuliwa kwa sehemu. Aliyebeba 100% ya maisha yako ni Mungu peke yake. Unanielewa watu wa Mungu? Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kwa nataka uone hapa, na jaribu kujiuliza, kama kanisa lisingekuwa na usikivu wa kiroho wakati Roho Mtakatifu anaongea, wasingekuwa na uwezo wa kusikia, nini kingetokea? Kama wasingekuwa na uwezo wa kusikia, nini kingetokea? Manake Sauli na Barnaba wangebaki pale pale, wasingejua kwamba wameitwa kufanya nini na Roho Mtakatifu. Kama ambavyo leo tuna watu wengi makanisani, unafikiri kuitwa ni mpaka uhubiri kama mimi? Hapana. Unaweza ukaitwa kwa ajili ya kitu fulani na usije ukadharau. Mungu anaweza akakuita kufanya vitu fulani vidogo vidogo kabisa, na ukaona Mungu anakuongoza juu ya hilo eneo. Lakini tuna watu wengi kanisani, ukiwauliza unajua kwa nini uko hapo, unajua kwa nini uko hapo, na bahati mbaya usipojua kwa nini uko hapo utakuwa mgomvi tu kabisa, utakuwa mgomvi tu. Na saa nyingine hata wenzako waongee hivi, hutaelewa lugha. Unataka unachokiongea wewe ndio kila mtu aseme ndio, lakini sio wengine waongee. Utakuwa mgomvi tu, utakuwa muharibifu, utakuwa unashindana. Kwa nini? Kwa sababu hujajua kwa nini uko hapo. Mtu anayejua kwa nini uko hapo, kinachomhangaisha ni kile ambacho Mungu amemwambia akitekeleze mahali alipo. Haleluya watu wa Mungu. Hana muda wa kugombana. Ukiona una muda wa kugombana, una muda wa kumchukia jirani yako, una muda wa kununiana na mtu mwingine, ujue bado hujajua kwa nini uko hapo. Huwezi kuwa na muda wa kununiana na mtu, kugombana. Zaidi hata watu wakigombana na wewe utaonea huruma, kwa sababu wewe unajua kwa nini uko hapo. Sasa nataka nikuulize, kanisa la Mungu lisingekuwa na usikivu wa kiroho, nini kingetokea? Wakina Sauli na Barnaba wangebaki na maisha yale yale, wakijua hivi ndivyo tulivyowekwa, hivi ndivyo tulivyo, kumbe ni zaidi ya vile walivyo. Wasingepata experience ya kubebwa na Roho Mtakatifu, wangebaki pale pale. Na ubaya wa kutokuwa na usikivu wa kiroho, hakuna badiliko linatokea. Kuna vitu ili ubadilike lazima umsikie Mungu. Wewe binafsi lazima Mungu aongee na wewe. Kuna vitu ili upokee badiliko kwenye maisha yako lazima Mungu aongee na wewe. Kuna vitu ili upokee mwelekeo mpya lazima Mungu aongee na wewe. Na unajua wale wanaosoma Biblia utagundua hii habari ya Antiokia, aliyekuwa amemleta hapa ni Barnaba. Barnaba ndiye alitangulia Antiokia, afu baadaye akasikia Sauli anavyopata shida Yerusalemu, wanatafuta mpaka kumuua. Mara saa nyingine anapandishwa juu ya kuta, anakimbizwa.
Barnaba ndiye akaenda kumfuata, akamchukua Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo, akamwambia njoo Antiokia, akakaa naye Antiokia. Hakuna aliyekuwa anamjua Sauli ni nani, wote walimjua kwa historia ya zamani kwamba Sauli alikuwa analitesa kanisa, Sauli alikuwa kwa walikuwa hawezi kumwamini. Barnaba peke yake akamchukua, akakaa naye, wakaanza kusali pale. Lakini hata Sauli mwenyewe ukimuuliza kwa nini uko hapa, alikuwa ajui, mpaka siku Roho Mtakatifu ameongea, mpaka siku Mungu ameongea. Ndio maana lazima hata kama unapita kwenye mazingira magumu, tafuta Mungu aongee. Usisikie sauti ya mazingira, wala sauti ya magonjwa, wala sauti ya watu, wala sauti ya mapito na majaribu. Tafuta Mungu aongee. Tafuta Mungu aongee. Umewahi kujiuliza Sauli kama Mungu asingeongea, yamkini angekata hata tamaa, kwa sababu kila mahali alikotokea alikataliwa, kila mahali alipopita alikataliwa. Umewahi kukataliwa namna hiyo? Kila hadi ndugu zako wa kabila lako wanakukataa. Ukitokeza hivi wanasema hatumuelewi, 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 alikuwa mbaya sana. Wana historia ya nyuma, wanasahau kwamba Mungu anabadilisha watu. Lakini Roho Mtakatifu aliposema, wale wazee wakamwekea mkono, ndipo mwelekeo mpya wa maisha yake ulianza. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana vita ya usikivu wa kiroho ni kubwa sana, kwa sababu shetani hataki watu wasikie Mungu, hataki watu wasikie. Vita ni kubwa sana, kwa sababu wewe ukisikia hakuna atakayekutisha kwenye maisha yako. Na kueleza ukweli, wewe ukimsikiliza Mungu hakuna cha kukutisha hapa duniani. Hakuna cha kukubabaisha, hakuna mazingira yatakao kukatisha tamaa, hakuna hali itakao kuvunja moyo, hakuna mahali ambapo wewe utakwama na ukanyosha mikono kwamba mimi sielewi cha kufanya. Haitakuwepo hiyo lugha kwenye maisha yako. Hakuna mtu anayemsikiliza Mungu aliyewahi kusalenda juu ya mazingira magumu anayopitia. Hayupo. Na lugha yake utaijua tu kwamba huyu mtu anamsikiliza Mungu. Sasa ni vita kubwa. Kwa hiyo hatima ya kina Sauli na Barnaba ilitegemea sauti ya Roho Mtakatifu. Hatima ya kina Sauli na Barnaba ilitegemea sauti ya Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu asingesema, maisha yake yasingeanza. Kuna maeneo ili maisha yako yaanze, lazima Mungu aongee. Lazima Mungu aongee. Na leo bahati mbaya adui amepigana vita kwenye hili eneo, kiasi ambacho watu hawataki tena kusikia Mungu akiongea. Wanachotaka tu ni matokeo. Wanataka waone Mungu amefanya jambo fulani. Kuna mambo Mungu hafanyi kwa maana ya upako peke yake. Kuna mambo, miujiza mingi kasome kwenye Biblia, Mungu alipofanya miujiza ya kutisha ilibebwa na maelekezo. Na ili upokee maelekezo ya Mungu lazima uwe na usikivu. Kuna miujiza mingine utaitafuta na kuambia, utazunguka, utaenda mpaka Ulaya, utaenda kila mahali kuomba Mungu akutendee jambo, afu utashangaa hakuna anachofanya mpaka umsikilize Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kasome maandiko yako uone. Ili bahari ya Shamu ipasuke, ilibidi Musa amsikilize Mungu, kwa sababu muujiza wa bahari ya Shamu ulitegemea maelekezo. Ili maji yageuke kuwa divai, ilibidi wale wanaochota maji wamsikilize Yesu, na walionywa na mama yake Yesu, chochote atakachowaambia msikilizeni. Kwa utagundua miujiza mikubwa ya kutisha iliyotendeka ilitangulia na maelekezo. Kuna kwenye maisha yako unahitaji maelekezo yanayotokana na sauti ya Mungu, ili maeneo unayofikiri ni magumu Mungu aweze kutenda miujiza kwako. Na unajua ukisikia wewe alafu Mungu akatenda, unafikiri nani atakayeumbisha hiyo imani kwenye maisha yako? Kwa sababu kila ukitembea utakuwa unasema nilimsikia Mungu akisema, Mungu alinipa maelekezo. Kuna maeneo mpaka kwenye uchumi unahitaji usikilize maelekezo yake. Na ndio maana vita ya sauti, vita ya usikivu wa kiroho ni kubwa mno, kwa sababu hata imani ulio nayo inategemea usikivu wa kiroho. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Maana yake ili uwe na imani lazima usikie. Ili imani ikue lazima usikie. Sio kusikia hivi unavyosikia, kusikia ndani, kunakotengenezwa ndani ya moyo wako. Unasikia neno kama hivi, alafu lile neno linaongea, linatoa sauti moyoni, alafu unaisikia ile sauti, ndipo imani inatengenezeka. Kusikia. Wewe unafikiri kwa nini watu wengine ukiwaambia, hata wakija kwenye maombezi, ukiwaambia Mungu anaweza kuponya ugonjwa fulani, ukiwaambia Mungu anaweza kuponya malaria, wanasema it is okay. Ukimwambia Mungu anaweza kuponya, akaponya labda kichwa unachoumwa, akwambia yes, ni sawa. Mwambie Mungu anaweza kuponya kansa, anarudi kwanza nyuma. Unajiuliza
Kwa nini kwenye kansa umerudi nyuma? Mwambie Mungu anaweza kuponya HIV. Anakuambia mwalimu, unajua unachoongea HIV. HIV inabidi uishi kwa matumaini. Kwa nini anarudi nyuma? Ameshikia habari nyingi juu ya HIV, lakini hajasikia habari nyingi ambazo zimeinua imani juu ya uponyaji wa Mungu kwa ajili ya HIV. Kabisa. Kwenye Biblia Mungu amesema anaweza akaponya kitu fulani, alafu HIV hawezi kuponya. Unamuuliza mtu, hivi kati ya pepo na HIV kipi ni kikubwa? Kwa sababu mapepo ana imani, alishaona yakitoka. Yeye anafikiri pepo ni rahisi kutoka kuliko HIV. Sijui unanielewa ninachosema? Kwa nini una imani kwamba pepo linaweza kutoka? Sababu pepo linamwakilisha shetani mwenyewe. Kwa nini una imani shetani anaweza kung'oka, alafu huna imani kwamba HIV inaweza ikatoka? Na hapo ndio penye shida. Taarifa. Unakumbuka kilichokuwa kinaua kwenye corona? Kati ya kitu kilichoua corona zaidi ni nini? Je, ni corona yenyewe au ni taarifa zinazohusu corona? Taarifa zinazohusu corona. Propaganda ilitembea. Corona ikawa na sauti kwenye mioyo ya watu. Yaani mtu akikaa chumbani anahisi ana corona, hata kama hana. Kitoka nje akisikia hewa anahisi hewa yote. Kuna dada mmoja nilimkuta tena ameokoka, amejifungia chumbani, anasema hani mwalimu, nimesikia nakoa. Kumbe alikuwa na kifua tu toka muda mrefu, hata kabla corona. Amekaa ndani, anasema kwanza usiingie huku ndani. Amefukuza hadi watoto wake, anasema nataka nijifie mwenyewe nisije nikaambukiza watoto wangu. Fikiria. Nikamwambia utakufa kweli, utakufa kweli. Kwa nini? Taarifa amesikia kuhusu corona, ikiingia ikuachi. Jina la Yesu libarikiwe. Amjaona yale mafua sijui na homa za mwezi wa pili na mwezi wa vipi zile? Umezionaje? Nauliza swali, mmezionaje? Au nyamjaziona? Kwa watoto na kwa watu mmezionaje zile zilivyotembea? Unasikia mtu paka anashikilia mapao, anashikilia nini, mbavu, akwambia nashindwa kuhema vizuri. Vipi? Afu ndio angeleta watamke kwamba huo ugonjwa mnaoona ni hatari tupu, unaua. Unafikiri wangekufa wangapi mpaka sasa hizi? Nakuuliza, uliona zile hali zile? Kila ukienda maduka ya madawa watu wananunua dawa ya aina moja. Utasikia unaumwa hiyo hii hapa. Yaani mpaka wauzaji wameshajua aina ya dawa, kwa sababu wote wakawa naumwa staili moja. Sijui mnanielewa ninachosema? Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa unakuta kinachokuua wewe ni taarifa za ubaya ulizozipokea kuliko taarifa njema za Mungu ulizozipokea. Haleluya watu wa Mungu. 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 Kama umenielewa sema amen. Simama kwa miguu yako. Mwalimu umemaliza? Ndio nimemaliza. Si muda umesema sasa ni 1:10. Jina la Yesu libarikiwe. Kesho tunaendelea na nitaanza kukueleza sasa mwelekeo wa kiungu. Sijui unanielewa vizuri. Na ndio maana nakwambia usikivu wa kiroho ni muhimu sana. Sana. Kuna vitu Mungu aliwahi kusema na wewe kwenye ndoto ukashasahau kabisa. Unajua Mungu anaweza kaongea na wewe miaka 4, alafu jambo likaja kutokea miaka 6. Mungu anaweza kaongea na wewe miaka 4 kabla ya jambo kutokea na usijue kabisa. Wewe unafikiri tu ni ndoto, alafu naamka unashangaa mwaka wa kwanza umepita, lile jambo halijatokea, unapuuzia tu, unasema hamna. Kumbe Mungu aliona kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo huwa yanaingia leo, lakini atakuja kuonekana kwenye ulimwengu wa mwili miaka 7 baadaye. Kuna matokeo, kuna vita unaweza kuiona leo, kumbe iliingiaga mwaka 2009. Lakini ndio unaiona leo. Sasa unapoanza kushughulikia kana kwamba imeingia leo, angalia madhara yake. Ni kama unakata matawi, hujui chanzo chake. Lakini ukiwa na usikivu, Roho Mtakatifu atakurudisha years back. Anaweza kukurudisha miaka 2009, unashangaa ile ndoto inajirudia. Unasema niliota zamani. Ndio anaanza kukuambia ndio siku ili tatizo liliingia kwenye ulimwengu wa roho. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu.
nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa rehema. Mimi nashangazwa na rehema zako Yesu, Yesu, asante kwa rehema. Bwana, nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa rehema. Baba, nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa rehema. Fuatana na mimi maombi. Sema Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Baza sauti yako, sema Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa sauti yako. Asante kwa sauti yako inayopita ndani yangu. Inayoita ndani yangu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Ninaomba Bwana. Ninaomba Bwana. Rehema zako. Wakati wowote uliowahi kuongea na mimi Bwana sikuzingatia. Naomba unirehemu. Asubuhi ya leo ninakuomba sauti yako inijilie kwenye maisha yangu, kazini kwangu na mahali popote ninapopita. Ninahitaji kusikia sauti yako ikiongea juu ya maisha yangu, ili nipokee mwelekeo mpya wa kiungu kwenye maisha yangu. Kila eneo ambalo lina vita kubwa, vita ya siku nyingi kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Asubuhi ya leo ninakuomba Roho Mtakatifu itume sauti yako kama ulivyoituma kwenye kanisa la Antiokia, ukazungumza juu ya hatima ya Sauli na Barnaba. Hivyo ninaomba itume sauti yako kazini kwangu, itume sauti yako kwenye familia yangu, itume sauti yako kwenye afya yangu, itume sauti yako kwenye maisha yangu ya kiroho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wiki hii itume sauti yako juu ya maisha yangu, itume sauti yako itakayoleta mwongozo mpya, mwelekeo mpya juu ya mapito ninayoyapitia kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, asubuhi ya leo na siku ya leo na wiki hii naiweka wakfu madhabahuni pako, naiweka wakfu madhabahuni pako. Iwe wiki ya baraka, iwe wiki ya ushindi, iwe wiki ya mwelekeo mpya juu ya maisha yangu, juu ya familia, juu ya kazi yangu, juu ya uchumi, juu ya afya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dakika moja jiombe sasa, jiombe. Omba juu ya sauti ya Mungu ndani ya wiki hii. Iweke wakfu wiki hii kazini kwako, kwenye afya yako, kwenye familia. Watu wa Mungu anaongea. Hata kama ulikuwa amini Mungu anaongea, hebu jiombee, omba kwa imani. Utaona sauti ya Mungu ikija kwenye familia, sauti ya Mungu ikija mahali ambapo umepigana vita ya siku nyingi. Sauti ya Mungu itakuja mahali ambapo umekwama
kwa siku nyingi. Acha Mungu akujalie neema hii kule kazini kwako, kule kwenye familia, kwenye afya yako. Acha Mungu akujalie neema hii asubuhi ya leo, na kwenye wiki hii Mungu alete mgeuko mpya, Mungu alete mwelekeo mpya, Mungu akuinue kazini kwako, Mungu aitume sauti yake mahali ambapo umekwama, mahali ambapo umezuiliwa. Bwana aongee na wewe, Bwana aongee na familia yako, Bwana aongee kazini kwako, Bwana aongee juu ya afya yako, Bwana aongee juu ya maisha yako. Kanda rabasa, kanda rabasa, kando robosi, kanda rabasanda rabakora. Bwana aongee, Bwana aongee, Bwana aongee, Bwana aongee, Bwana aongee ukiwa njiani, Bwana aongee ukiwa kazini, Bwana aongee ukiwa kwenye ndoa, Bwana aongee ukiwa kwenye familia, Bwana aongee, Bwana aongee, Bwana aongee, Bwana aongee. Bwana akufunike na uwepo wake na nguvu zake na uweza wake. Asubuhi ya leo imebarikiwa, asubuhi ya leo imebarikiwa. Usiende na hofu, nenda kwa ujasiri. Mahali unapopita iko sauti ya Bwana itakayokutoa hapo. Nenda kwa ujasiri, nenda ukiwa umebarikiwa kwa damu ya Yesu aliye hai.